Tradition ni kweli kwamba wakati kama huu wa mkutano mkuu wa taifa, ukienda miaka zaidi pengine 50 iliyopita, 50 yes, yani tangia Chama cha Mapinduzi kianzishwa baada ya muunganiko wa TANU na ESP, treni imetumiwa sana kuleta wajumbe, especially inapokuja Dodoma hapa. Kwa wana CCM kuja na treni sio kitu ambacho ni kigeni, kitu ambacho kimekuwepo. Sasa umesema tofauti ya leo ni vipi? Tofauti sioni kama kuna tofauti kubwa, labda kilichotokea kwa mara ya kwanza wajumbe wa mkutano mkuu wamekuja na EMU au treni ya mchongoko. Wakati uliopita tulikuja nao kwa treni ya kawaida. Lakini kikubwa zaidi si ni kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Obvious wanapokuja hawa wajumbe wake ujue yeye ndio ameelekeza hivyo. Sasa kwetu ni biashara vile vile. Tunapata si haba. Lakini vile vile inatusaidia kutangaza. Unajua biashara ni matangazo, si hivyo? Inatusaidia kutangaza kwamba watu hawa wote waliokuja zaidi ya tumesafiri zaidi ya watu 700. Ukiangalia tulikuja nao almost 600, lakini kwa treni yetu ya asubuhi imekuja na watu kama 70. Jana tulikuja na wajumbe wa neki almost wenyewe 70. Kwa tuzungumza karibu watu 800 tumesafirisha wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwa kwetu sisi ni matangazo, wanasema sio free, lakini matangazo ambayo yanaenda nchi nzima kujua na sisi uwepo wetu. Sasa kwa nini wajumbe wa mkutano mkuu ni customer ambao au ni wateja ambao ni tofauti? Hao ndio ni ilani wenyewe, sio ilani yao. Kwa kilichoandikwa kwenye ilani wanakiona. Tulipokuwa wanaanza ilani mwanzo wa 2020 treni haikuwepo. Lakini mlo ukisoma kwenye ilani unasema tutakamilisha ujenzi na tutaanza jenzi zingine. Sasa kwa maana ya kukamilisha ndio hiko tulichokiona. Wasingekamilisha maana yake wasingeweza kupanda treni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanapoenda kuelezea watu waelezee mambo ya kufikirika. Wanaelezea mambo ambao wameyatest wenyewe, wamepanda wenyewe, na inawapa nguvu kwenda kuelezea tena muda mfupi na